Hospitali yetu ya rufaa ya Mwawaza ambao tumekuja kuwaona wenzetu ambao wamepata changamoto. Jana tukiwa tunarejea kutoka kwenye shughuli za kikazi, ziara ambayo tulikuwa tunaifanya katika manispaa ya Shinyanga pamoja na halmashauri ya Shinyanga. Wakati wa kurejea tukapata changamoto njiani, ambapo moja kati ya magari ambayo tulikuwa tumeongozana ilipata changamoto ya kugongwa na gari ambayo gari aina ya Harrier. Lakini kwenye ajali ile tulipata changamoto ya kumpoteza mwenzetu mmoja, Boaz, ambaye ni kijana, naweza nikasema ni mdogo wangu, team player wa ofisi yangu, ambaye kwa kweli tumepata pigo kubwa sana. Mwandishi katika ofisi yetu ya mkoa wa Shinyanga, na amekuwa na mchango mkubwa sana kwa ofisi. Kwa namna moja ama nyingine amekuwa na mchango mkubwa sana wa kuhabarisha dunia nini ambacho kinatokea ndani ya mkoa wa Shinyanga. Katika changamoto ya jana tuna wenzetu wengine, lakini tuna kaka yangu Frank Mshana ambaye yeye mguu wake ulivunjika, na tunawashukuru sana madaktari, wamejitahidi sana kwa kweli, wamemfanyia upasuaji na sasa hivi anaendelea vizuri, nimetoka kumuona. Lakini na mdogo wangu anaitwa Johnson ambaye pia ni afisa habari katika ofisi ya mkuu wa mkoa, ambaye naye alipata changamoto ya kuvunjika mguu, na pia amefanywa upasuaji na anaendelea vizuri. Tuna Vincent ambaye alikuwa ni dereva wa gari, naye pia anaendelea vizuri. Lakini tuna staff mwingine kutoka Legal Aid ambaye anaendelea vizuri. Tuna afisa maendeleo ya jamii wa mkoa ambaye yeye alipata changamoto kidogo, akamfanyia vipimo na jana aliweza kuruhusiwa jana ile baada ya kujiridhisha kwamba hapakuwa na changamoto kubwa. Tuna wenzetu wengine wawili ambao wako intensive care lakini wanaendelea vizuri. Wengine ambao walipata majeraha makubwa jana, kazi kubwa ambayo imefanywa na madaktari wetu hapa kwenye hospitali yetu ya rufaa ya mkoa ya Mwawaza, tumeweza kuona improvement kubwa, na kwa kweli tunaendelea kuwaombea wenzetu. Sio jambo rahisi sana. Kawaida mimi nimekuwa nimepesi sana wa kuongea nikiwa na vyombo vya habari, lakini katika hili nimekuwa ni ngumu kidogo, kwa sababu nilishazoea mara nyingi nikiwa nahojiwa hivi naziona sura za wadogo zangu, namuona Johnson pembeni, namuona na Boaz pembeni. Sasa naangalia nyuso ambazo kawaida mmekuwa mnaongozana na Boaz, lakini leo ni ngumu sana, ni ngumu sana, sio kitu rahisi. Naomba tu niishie hapa. Tulipokea pia mwili ambao tayari alikuwa ameshafariki, na tulipeleka mwili mochwari kwa ajili ya kuhifadhiwa kusubiri taratibu za mazishi. Na tulipokea majeruhi 7 ambao walikuwa wameshona ile ajali iliyotokea maeneo ya Usanda. Wagonjwa wawili walikuwa wako serious, walikuwa wamepata changamoto kwenye kichwa. Kati ya wawili, mmoja tulimpeleka Bugando na anaendelea matibabu Bugando, mmoja tulimlaza ICU. Siku ya leo anaendelea vizuri. Wale wengine 4 wa kiume 3 walikuwa na mivunjiko ya mifupa, wameshapata matibabu, wanaendelea vizuri, na mmoja alikuwa na wa kike alikuwa na mvunjiko kwenye mkono, pia ameshapata matibabu, anaendelea vizuri. Na kati ya 7, mmoja tulimruhusu jana hiyo hakuwa na mvunjiko au maumivu mengine makubwa, tulimpa dawa za maumivu na kumruhusu jana yuko nyumbani. Kwa sasa hospitalini hapa tuna wagonjwa 5 ambao wanaendelea na matibabu. Shukuru Mungu. Kulikuwa katika ajali iliyotokea jana jioni. Kulikuwa kwenye msafara wa mkuu wa mkoa, tulitoka kazini. Alikuwa anatembelea miradi ya vijana waliowezeshwa kwa 10% ya fedha za mapato ya ndani ya halmashauri. Lakini pia alikuwa anatembelea vituo vya kutoa huduma Mama Samia Legal Aid ambayo iko mkoani Shinyanga kwa siku 15 sasa. Tulipita Ishala Magazi ambayo iko
Shinyanga vijijini. Alikagua pale kituo, aliongea na vijana ambao wamewekeza, waliopata mikopo. Baada ya hapo tukaenda eneo la Didia, na hapo alikagua pia miradi ya vijana. Baada ya hapo akamaliza ziara. Jana ndio ikatokea ajali, lakini namshukuru Mungu kwa jitihada za madaktari. Baada ya kufika walituhudumia na sasa hivi naendelea vizuri, hali inaendelea kuimprove.